ya kuzama ndani ya maji. Mtu anapokuwa ndani ya maji, unapohitaji kumtoa, unahitaji uwe na mti mrefu ambao ni mkavu ili kuweza kumtoa. Na unapotakiwa kumtoa, unatakiwa mwe mko wawili, mkiwa mko kwa pamoja, maana unaweza ukadumkia wewe ukiwa uko mmoja. Au unaweza ukatafuta kamba na kufunga, kisha utamwambia afunge kiunoni, ndipo utakapovuta ukiwa mko wawili. Pia utakapofanikiwa kumtoa, endapo atakuwa na maji, utalaza kichwa chake katika sehemu iliyo na mteremko ili kuondoa maji. Amina. Amina. Washiriki, Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Mimi nitawakilisha nishani ya maisha ya familia. Familia ni jumuiya ya baba, mama, watoto na ndugu wengine. Kuna aina za familia: familia ya watoto tu, familia ya baba, mama na watoto, familia ya baba, mama, watoto na ndugu wengine, na familia ya wazazi tu. Kwenye maisha ya familia kuna majukumu ya baba. Majukumu ya baba katika familia ni kutafuta kipato katika familia, na majukumu ya mama ni kumsaidia baba kutafuta kipato katika familia, na mtoto ni zawadi ya baba na mama katika familia. Amina. Amina. Bwana ni mwema Wakati wote. wakati wote. Nitaelezea kuhusu nishani ya miti. Miti ni mmea ulio na mizizi, shina na majani. Aina za miti: miti mirefu, long trees, vichaka, shrubs. Miti mirefu huwa na shina, miti mifupi huwa na shina ndogo sana kuliko miti mirefu. Shughuli mbalimbali za miti mbalimbali. Mseda hutumika katika kutengenezea mitambo ya ujenzi. Tunaamini kwamba watu tukipita kwenye mitaani kwetu humu, tunaona mafundi wengi wametengeneza mitambo kwa ajili ya kujengea ukuta. Mojawapo tunatumia mti wa mseda. Pili tunatumia mpaina. Mpaina wenyewe hutumika katika nchi za Ubelgiji. Mkaratusi hutumika kutengeneza nchi za Ubelgiji. Lakini pia nne, mdalasini uliowekwa dawa hutumika katika kutengeneza mishikio ya shoka. Amina. Bwana mwema wakati wote. Mimi nitaelezea nishani ya mbegu. Nini maana mbegu? Mbegu ni punje, kiini na koko vinavyopandwa kwa ajili ya kukua na kutengeneza mmea. Aina za mbegu ambazo Adamu na Hawa walipewa katika bustani ya Edeni kwa ajili ya kutumia: namba 1, mboga. Namba 2, matunda. Namba 3, mafuta, kwa mfano alizeti na mawese. Aina 2 kuu za mbegu: monocotyledon na dicotyledon. Kwa maana monocotyledon ni mbegu ambazo zinazaa moja, na dicotyledon ni mbegu ambazo